Sisi leo tunao mtihani, na mtihani wetu ni simu zetu, smartphones. Mtihani wetu ni mitandao ya kijamii tulionayo. Nayo ni mtihani kwa lengo lile lile. Mwenyezi Mungu anataka kujua nani anayemuogopa kwa siri, kwa sababu kwa mara ya kwanza katika historia ya mwanadamu ulimwenguni, leo unaweza kusengenya ukiwa peke yako, wala hakuna mtu anakuona, wala uhitaji mtu wa pili pale ulipo. Unachohitaji ni smartphone. Kwa mara ya kwanza katika historia ya mwanadamu, unaweza kuchafua na kumdhalilisha mwingine ukiwa peke yako, wala uhitaji mtu mwingine. Unachohitaji ni smartphone. Kwa mara ya kwanza kwenye human history, unaweza kucheza kamari ukiwa peke yako chumbani kwako. Unahitaji simu tu ya mkononi, smartphone. Kwa mara ya kwanza katika historia ya mwanadamu, unaweza kufanya uzinifu ukiwa peke yako. Unahitaji smartphone tu. Unayo. Zingatia, liya'lam Allahu man yakhafuhu bilghaib. Unayo, lakini Mungu anataka kujua nani anamuogopa kwa siri. Na tuzingatie, kumuogopa Mwenyezi Mungu kwa siri kuna malipo makubwa. Miongoni mwa malipo hayo ni msamaha wa Mwenyezi Mungu, lakini pia thawabu, kwa maana ya malipo makubwa, kama Mwenyezi Mungu alivyosema, innal ladhina yakhshawna rabbahum bilghaib, wanayemuogopa Mola wao kwa siri, wakaacha kuvunja heshima za wenzao, kwa sababu anaweza kujificha kwenye mitandao akajipa jina lolote, kisha akadhani kwamba hiyo sasa inampa uhalali wa kufanya chochote. Lakini muumini anayemuogopa Mwenyezi Mungu kwa siri, kwanza lahum maghfira, hao wana msamaha wa ajrun kabir, na malipo makubwa. Lakini matunda ya kumuogopa Mwenyezi Mungu kwa siri inakusaidia kujiepusha kuingia katika maasi. Hata kama hakuna anayekujua, uko kwenye nchi, hakuna watu wa msikiti wako watakuona, lakini ukajizuia kwa sababu Mwenyezi Mungu anakuona, malipo yake ni makubwa mno.